Tuko na chuma cha Mjerumani Ibrahim Wambokile anakwenda kuhutubia taifa katika yale yaliyotokea weekend hii kwenye viwanja mbalimbali vya michezo. Simba Sports Club, hivyo hivyo kwa Young Africans, hivyo hivyo kwa Azam, hivyo hivyo ni Singida Black Stars. Wote wameingia katika hatua ya makundi, timu 4 kutoka hapa nyumbani Tanzania. Historia imewekwa. Kaka, chuma cha Mjerumani kwema? Kipekee kabisa, nashukuru Mungu niko vizuri sana. Kila Mtanzania anapaswa kujipiga kifua mbele kwa sababu wawakilishi wetu katika mashindano ya kimataifa sio kututoa kimasomaso, ila wametuheshimisha. Na hii ni kutokana na uwekezaji wa Singida Black Stars, uwekezaji wa Young Africans, uwekezaji wa Azam na Simba Sports Club kwa pamoja kwenda katika hatua ya makundi. Sio kila taifa linapenda haya mambo. Ndugu zetu Kenya mpeleka timu moja tu, Police United. Kwa hiyo nakuja kuona kwamba ligi yetu tumeitupa mbali sana. Ligi ya Kenya, Rwanda, Burundi na Uganda na kwingineko, Sudani huko tumejipigia tunapotaka. Lakini si kwa bahati mbaya, ni kuamua kufanya uwekezaji kweli katika nyanja ya michezo. Huo ndio uhalisia. Chuma, jana Simba Sports Club amefuzu katika hatua ya makundi, lakini hoi pila alivutii. Wapo waliosema rotation kutokana na kuwa na mechi ngumu mbele, lakini wapo ambao wanasema mifumo ya Dimitar Pantev haijakubali. Kiu ya wanasimba ilikuwa ni kuona timu yao kama imeshinda away goli 3-0, manake hapa zitaongezeka zaidi ya goli 3. Lakini ukweli ni kwamba Simba imefuzu katika hatua ya makundi. Lakini hali ya mganga ni mbaya sana. Jini limetoka, lakini yani hali ya mganga si nzuri, kwa sababu kila mwana Simba alikuwa naamini kwamba tumefanikiwa away, nyumbani tunakwenda kushinda nyingi. Kwa ambacho nimekiona kwangu, naweza nikasema tu kwamba kocha Dimitar, Simba sio sehemu ya kufanya majaribio kwenye mfumo, utafeli. Narudia, meneja wa Simba si kocha wa Simba. Anakawa amemtosha kama meneja, kuna mwingine nao alichanganya kuita kocha. Ndio unajua njia muongo fupi. Huyu meneja wa Simba huyu meneja wa Simba akisema anza kutesti mfumo, kimekwenda kimerudi, wakati huu ni wakati wa mashindano, atafeli. Ni mara 800 aje na mkeka wa Fadlu atembee nao, wakati huo akiharmonize kikosi chake mdogo. Lakini vinginevyo linaweza likamkuta jambo, kwa sababu mpaka hivi sasa ukiangalia unakuja kuona kwamba ni kama ubora wa wachezaji unapungua, na ni swala la muda kuona. Huyu Jean Charles huyu mechi ya kwanza alishushwa chini, mechi ya pili alikadhalika hivyo hivyo. Siku sio nyingi atakaa beki. Utafanyaje? Usijaribu kikosi. Kwa mwisho wa siku hapa Jean Charles ambaye tulikuwa tunamjua bingwa kupiga mipira iliyokufa, ambaye anacheza kwenye 18 hadi kwa hivi sasa, atakaa beki mbili. Kwa hii hali ninayoiona, bana yake matatu anapaswa kuwa na umakini mkubwa sana. Ukifanya majaribio, Simba sio academy. Wana Simba wanahitaji kupata matokeo ya ushindi na kicheko. Kwa ukisema ufanye rotation yako leo hii, haingia akilini Abraham Morris amweke nje ni uongo. Kwamba bado wewe subutu yako. Sasa hivi ukiangalia mmoja kati ya wachezaji bora wa kupiga mipira iliyokufa nchi hii ni Jean Charles ni ukweli. Ndiye mpiga mipira iliyokufa nchi hii. Sasa kwa huu mfumo ambao nataka kuuleta mitatu, sitaki lawama. Naanza kupata na wasiwasi, je, tutavuka naye mwaka na wasiwasi mpaka dakika hii. Tarehe 31 mwezi wa 12 atafika, tutoboe naye mwaka. Kama akiendelea namna hii, tuenee makini wanapaswa kuwa nayo makini mkubwa sana. Alianza vizuri. Kwangu mimi Nsingizini Hotspurs ni timu mbovu sana. Simba ilipaswa kushinda hata hapa, lakini kwa sababu target ya kufuzu imefanikiwa. Nimeona wengi wamezungumza sio mchezo wa ngumi, kila ngumi lazima upige. Sio kweli. Unajitetea kwa sababu umeshinda mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili hii umecheza hovyo. Yani mechi mbovu zaidi katika mechi za nyumbani kufuzu kwenda hatua ya makundi. Mechi ya kwanza mbovu ni mechi ya Simba na wale Nsingizini Hotspurs. Simba litafutwa sana ile mechi. Sana. Simba mpata target moja ambayo kaipiga Kibu Dennis, kipa kaicheza. Uongo kweli. Lakini nyinginezo kwa hiyo kuniambia usingekuwa umeshinda kule ungecheza hivi.
ungesikia Mangungu hatukutaki. Sasa hivi ungesikia Mangungu hatukutaki, lakini ukweli usiopingika bado unakuja kumuona Eli Mpanzu huyu na Eli Mpanzu yule wakikutana, mafia boxing tapigana sana. Pengine Mpanzu anakumbwa na nini Chuma? Wapo ambao wanaosema ni kwamba anaoa nao, wapo ambao wanaosema ameingia daa kwa pupa. Kinachomuumiza Eli Mpanzu ni Simba kumng'ang'ania. Eli Mpanzu alikuwa anakwenda Yanga Afrika. Sema kinachomfanya Mpanzu awe vile, Eli Mpanzu alikuwa anakwenda Yanga. Utabisha kwa sababu hujui, lakini anaipenda Young Africans. Mpanzu anaipenda Young Africans. Fahari yake kubwa ni kucheza na icon ya soka la Tanzania, Pedro Pacome Zouzoua. Huo ndio walisi. Umwambii kitu, na yule ndio role model wake. Yaani Mpanzu role model wake ni Pacome. Mpanzu role model wake ni Pedro Pacome Zouzoua. Anamuelewa mno. Sasa yule alikuwa anaondoka. Sawa? Siku ambayo nawaambia yuko kwa mkopo, wakatoka viongozi wa Simba, mnakumbuka? Walitoa majibu ambayo hayana mashiko. Kuna mkopo wa miaka 4, miaka 5, miaka 2. Lakini wakashindwa kutoa ufafanuzi huo. Na yule alikuwa anaondoka kwenye mkataba, kuna kipengele cha yeye kuweza kununua mkataba wake. Yule alikuwa anakwenda upande wa pili kwa gari GSM. Lakini mwisho wa siku ngangana. Kwa Mpanzu wa finali msimu ulioisha na huyu watapigana miezi 6. Wakikutana live hivi hali ni ngumu, watapigana mno. Kwa nini? Mahaba yake ni kucheza Yanga Africans. Huo ndio kweli. Ana furaha. Mpanzu ana furaha. Wewe mwangalie. Wewe Mpanzu anacheza vile? Anakuuliza swali. Mwangalie Mpanzu. Si ndio? Yule ambaye hajakutana na Yanga mechi yake ya kwanza alikuwaje? Na Mpanzu. Na sio mshangazi. Eli Mpanzu ni mtu wa dini, ni mtulivu. Lakini kinachomuumiza Eli Mpanzu ni kumng'ang'ania. Ukimng'ang'ania mwanamke ambaye akasema asikutaki, sikutamfumania chumbani kwako. Kwa haya kumng'ang'ania Eli Mpanzu ndio hizo shida. Eli Mpanzu anataka maisha yake yawe na insurance. Unapokuwa chini ya mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu barani Afrika, maisha yako yanakuwa na insurance. Yaani bima iko wazi. Unaelewa vizuri? Unapokuwa chini na mtu ambaye hana ushawishi wowote hata kafu au duniani, ndo kama haya. Manake au hata kuondoka kumfuata kocha wake Fadlu Davis. Au hata kuondoka. Yes, ndio kweli. Kama ninachokuambia hivi, ataondoka Maema, ataondoka Aua, ataondoka na Rushan Deroko. Watakufa Chuma. Sasa wachezaji wale kocha. Wachezaji wa kocha wa Fadlu. Na hii Simba ingekuwa chini ya kocha Fadluman Davis, kocha Misuti. Unaacha kocha mwenye discipline. Ndo haya mama. Kocha mpaka toba masikio. Sikilizeni. Anazungumza very serious. Fadlu ameondoka kwa sababu ya uswahili. Fadlu angebaki leo hii, mimi ninachokuambia, leo tunazungumza lugha nyingine. Nakwambia Fadlu bonge moja la kocha. Fadlu bonge moja la kocha. Kwa huyu kocha anapaswa kujifunza kwa Fadlu. Akileta ubishi na wasasi kuvuka naye mwaka. Kwa sababu Simba wewe unavyoiangalia, Simba inafungue imeng'ang'ania kwenye kitasa haitoki. Unaona kabisa inahangaika ni fungue imeng'ang'ania kwenye kitasa. Haiwezekani. Simba anacheza kama mtu anataka kukata roho. Inaosha miguu kwa timu mbovu kama hii. Haiwezekani. Maana kuna kitu hakiko sawa, napaswa kukibadilisha. Akaendelea kubisha. Cha kwanza mwachie lipa, aendelea kutaka yeye. Anataka insurance life yake ni kuwa chini ya mwamvuli wa president wa Umoja wa Vilabu barani Afrika. Huo ndio kweli, si watani. Sitaki kuyasema mengi. Ambacho kitokea wakati wa usajili wa dirisha kubwa, sitaki kuyasema mengi. Lakini kiyasema hapa tutagombana na watu wa Simba. Lakini huo ndio kweli. Eli Mpanzu, yani akili iko Yanga, mwili uko Simba. Nakwambia yale. Bwana ameondoka duniani, kiroho tuko naye pamoja, kimwili uko kule ndo haya. Eli Mpanzu, yani kiroho yani yuko kule, huko baki mwili tu. Chuma anazungumzwa Yakuba Suleiman miongoni mwa watu walioinusuru Simba. Wako ambao wanamzungumza kuwa yule ndio kipa bora Tanzania. Wapo waliofika mbali na kusema pengine
Yakubu anaweza kunusa uwezo wa Diarra, kipa miongoni mwa kipa wa Tanzania ambaye anaweza kunusa uwezo wa Diarra akipewa nafasi Simba. Yani Yakubu amfikie Diarra. Yakubu Suleiman. Nani mwenye anasema wewe? Huni kabisa. Hawa chambuzi Peiro hao. Mchambuzi Peiro ndo anazungumza huo jinga. Yani Yakubu Suleiman anamfikia Diarra? Sio kweli. Sio kweli. Huyo Kamara mwenyewe amfikie. Kwanza na wasiwasi na injury ambayo amepata Kamara ile. Ile injury ilikuwa nyepesi sana ile. Kamara namwambia Kawe sio mbali. Mwamposa yupo hajasafiri, kashatoka Zimbabwe juzi. Huu ndio muda. Nawaambieni kweli. Yakubu Suleiman ni golikipa mzuri. Sisemi kwamba kamfanyia kitu Diarra nani Musa Kamara. Lakini na wasiwasi na ile injury yake aliyoipata ile. Ile injury ile. Yakubu kwa Mwamposa sio mbaya. Yani anapaswa kutembea na dumu la mafuta muda wote. Wese muda wote atembea nalo. Lakini vinginevyo sana. Muize Manula. Wewe Manula kasafiri na timu ya Simba miaka mingapi anapanda kwenye ndege sasa hivi fika airport anacheua. Wewe sikiliza wewe. Kuna kitu iko zaidi na kizunguzungu. Hivi kule naona kizunguzungu kaanza kupanda ndege leo hiyo. Unaelewa vizuri? Leo Manula hatujui anafanya nini. Katika mchango wa Azam kwenda hatua makundi huwezi kumhesabia Manula. Kwa nini? Hajacheza mechi hata moja. Unaelewa vizuri? Ni waasi wachezaji wapendane. Waache kuumizana. Una ubora wako, pambana upate nafasi. Kamara namwambia tena, sisemi kwamba Yakubu kamfanyia kitu. Naomba nisieleweke vibaya. Ila mimi Musa Kamara magharibi huyu. Kawe sio mbali. Afike sana leo Jumatatu. Kuna ibada afike. Leo kesho ipo Apostle ipo. Tukiachilia hilo la Simba tumuliki Yanga imecheza kwa ubora, lakini shida ya Yanga inaonekana eneo la ufungaji ama eneo la namba 9 ambapo inamuhusisha Andy Boyeli na Prince Mpumelelo Dube. Yanga amefika hatua ya makundi. Pengine kipi ambacho wanatakiwa kufanya kina Boyeli na Dube, ama uongozi wanatakiwa watafute striker mwingine ambaye ataifikisha Yanga nchi ya haki? Kimsingi mpaka sasa uongozi wa Yanga umewasha indicator namna hii. Unatazama kwa jicho la tatu. Timu kubwa kama Yanga Africans malengo yake imekwisha yatimiza ya hatua ya makundi, na sasa imeongeza malengo kufika mbali zaidi ya hatua ya makundi. Maana yake nini? Wachezaji wa Yanga Africans wana kila sababu ya kuweza kubadili mazingira yao na kuweza kuipambania Yanga Africans kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Washambuliaji wa Yanga Andy Boyeli na Prince Dube hawako Yanga Africans kama waweka hazina. Hawako Yanga Africans kwa ajili ya kuifunga Mtibwa. Yanga imejipambanua katika mashindano ya kimataifa. Wachezaji wanapaswa kujipambanua katika hilo. Kwa maana ya kwamba kutumia nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza. Walipata vizuri, lakini vinginevyo ni taarifa mbaya sana mshambuliaji kukosa nafasi zaidi ya 6 kwenye mechi moja. Sio mambo ya kucheka. Walipata vizuri. Mshambuliaji unakosa nafasi kwenye mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbuka nafasi ambazo unazipata kwenye timu za kawaida hizi huwezi kuzipata unapocheza na MC Alger. Huwezi kuzipata na Mamelodi Sundowns. Mfano, leo hii Prince Dube kama angekuwa na matumizi sahihi ya kuweza kufunga, leo alikuwa na sifa kwa top scorer mpaka hivi sasa ligi ya mabingwa. Kwa nini? Amekosa nafasi nyingi sana. Angola katika nafasi 6 ametumia 1. Jana amekosa nafasi, juzi amekosa nafasi ngapi? Alafu akili kisodo anasema karogwa, sio kweli. Yule alikuwa analia pressure ya washabiki. Kumbuka washabiki wanasema tumtaki atoke nje. Yanga amemzomea kocha ambaye asimzomee Dube. Unaelewa vizuri? Maana yake anapaswa kujirekebisha, kusahihisha makosa yake. Sawa? Mimi naongea na wana Yanga kwa hivi sasa.
Dube amekuja Yanga Africans kufanya kazi, kuwa mshambuliaji wa Yanga, sio kiungo mshambuliaji. Sifa ya mshambuliaji ya kwanza ni kufunga, ya pili ni kupeleka pressure kwa wapinzani wakose utulivu, ya tatu kukaa na mali. Umenipata vizuri? Ukisema kocha yoyote anayekuja Yanga Afrika anamtumia kocha Dube kwa kipindi gani, na kuuliza hivyo, na Mayele na Dube, utaanza na Dube na Mayele. Sasa kumbe nini? Kwa unakuja kuona mtu anakuja kutoa maelezo yake ambayo hayana evidence, sio fact. Maana yake Dube anatumika sehemu ambapo mastreka wengine ni wabovu. Ndio maana nakwambiaje, leo Yanga Africans leo inatokea Mbangala wamepata striker ambaye umempa kaua, Dube acheze wala Boeli, ndio walisia. Maana yake nini? Hawa wanapewa time ya kujiongeza kufanya masahisho zaidi. Na mimi sisemi kwa ubaya, nasema kile ambacho umekifanya kiwanjani. Umekosa nafasi ngapi? Tunakimbilia kwenye shiriki kwamba karogwa. Sio kweli. Unaelewa vizuri? Wanapaswa kujipambanua kwa sababu Young Africans haina changamoto ya kutengeneza nafasi. Ukiangalia katika timu zote za Tanzania ambazo zashiriki michuano ya kimataifa mpaka dakika hii, Yanga ndio timu pekee imetengeneza nafasi nyingi zaidi. Lakini pia Yanga ndio timu pekee ambayo haijatumia nafasi nyingi zaidi. Maana yake nini? Hata mwalimu ambaye amekuja anapaswa kuboresha eneo hilo. Why timu ina create chance, big chance, half chance, unashindwa kutumia? Maana yake hii ndio homework yake ya kwanza. Ukiondoa issue ya fitness level ambao atakiwa kuifanyia kazi. Watu wengi kusema ukweli unaonekana mbaya, lakini hiyo ndio walisia. Mtaki, subirini muone mbele ya safari. Yanazungumzwa ubora wa mastreka wa Simba ni mkubwa kuliko wa Yanga kwa sasa. Hii ni hoja ya msingi au tuache maneno? Kwenye mechi ngapi? Kwenye mechi ngapi? Kumbe wanazungumza basi hawana evidence. Yaani kwenye mechi ngapi? Mwanzo mastreka wa Simba ni Soa, Selemani Mwalimu na Mkwala. Wana goli ngapi kwenye mechi mbili? Na uhatarioni upi? Kwa sababu moja kati ya kitu yenye kuchanganya kingine ni hii silabasa ambayo imekuja nyingine, au mtaala wa huyu kocha. Sawa. Wakati Soa anatoka Singida ni first 11. Lakini Simba kwa namna ambavyo hali ilivyo aanzi. Sio kwa bahati mbaya, kuna kitu ambacho kocha anakitaka yeye. Si ndio? Maana yake maeneo mengine Soa akipata mtu ambaye anamjua kumtengenezea chance, shemua. Kwa sababu Soa analijua goli. Si ndio? Soa anajua kukupa pressure mpinzani, ushinde kufanya maandalizi katika eneo lako. Huo ndio kweli. Wewe utakuniambia Soa angeenda Yanga Africans Dube anacheza? Achezi. Huo ni kweli. Yaani kabisa Soa yuko juu pale, Pacome anamtupia mipira ya upendo. Wewe subutu yako. Wale Silva wangefungwa sana. Unaelewa vizuri? Lakini wanapaswa kujirekebisha. Ni mapema kusema sana ndo top. Lakini ukienda kirekodi nyuma, unamwona ambacho alikuwa anakipata Soa kwa Athu baada kadogo Singida sio hiki ambacho anachokipata kwa hivi sasa Simba. Hapati pasi remote, hapati pasi pressure kwamba sasa hiyo twende, yeye ndo anatoa assist. Umeona bala hiyo? Sasa kama Soa anatoa assist, maana yake mwisho wa siku Soa atakaa beki. Umeelewa? Kazini kuna kazi. Yanga Africans wamemtambulisha kocha mpya, pengine tunaweza tukaiona taswira mpya ya Yanga. Of course kila kocha anayekuja anakuja na mpango kazi wake. Kwa maana ya kwamba ukiangalia Yanga ya Romain Folz ilikuwa na changamoto moja ya kimabadiliko, si ndio? Lakini pia ukiangalia Yanga ya Patrick Mabedi unakuja kuona kwamba imekuwa ni Yanga ambayo chances zinatengenezwa, lakini changamoto ambayo ilikuwa ipo ni kuweza kutumia nafasi. Lakini timu ilikuwa kuwa na balance. Timu ya Romain Folz, Yanga ilikuwa inakosa balance kwenye kujilinda. Bahati mbaya sana haikukutana na mpinzani ambaye anaweza kuifunga. Unaelewa vizuri? Na ukitaka uthibitisha hilo, kwenye mechi ya Silver Strikers mpaka anakwenda kupata goli, ni kwa sababu aliondoa balance ya timu kujilinda. Unakuja kuona jana juzi ambacho nimekiona mimi ni ile fitness level tu ya Young Africans kwenye muda wote wa mchezo. Lakini timu alifanya kuwa na balance katika eneo zima la midfield. Patrick Mabedi. Kwa maana yake nini? Ni mabadiliko ya kocha mwingine ambaye amekuja. Kwa huyu ambacho atakao kufanya cha kwanza ni kukaa na Dube na Boyeli.
kuwapatia utulivu wa kisaikolojia, namna gani ambavyo wanapaswa kutumia nafasi ambazo wanatengenezewa na viungo washambuliaji. Lakini jambo lingine ni kutengeneza balance nzuri kwenye kikosi, hasa kwenye midfield. Jambo la pili, kuwa na makatazo, kwa sababu moja ya kitu ambacho nakiona Young Africans benchi la ufundi lao lina misi makatazo wakati mechi inaendelea. Mfano, mashambulizi mengi yanafia miguuni kwa Maxi Mudathiri. Wakati timu ina move inatengeneza shambulizi au kwa Patrick Mwenda, wakati unasema mchezaji huyu ana dribble mpira, kumbe muda ule anapaswa kuuachia kuendeleza shambulizi kwa spidi, kapozesha mpira. Maana ni vitu ambavyo kocha anapaswa kwenda kuvifanyia kazi, kwa maana kwamba kataza, elekeza. Unaelewa vizuri? Maxi, achia mpira on time. Mudathiri yeye chukua moja, achia. Unaelewa vizuri? Ni kitu ambacho wanatokea kukiboresha hapo. Hali maboresho sasa. Mtu mwingine atakatadi maboresho. Baadaye Max akizingu, unaweza kupiga tena kelele. Hiki ndio ninachokuambia ndio chenyewe. Kuifanya timu kuwa na spirit, kuifanya timu kuwa na speed hapo kwenda kushambulia. Kwa sababu hata falsafa yake ya 4-3-3, maana yake mnakwenda wote, mnarudi wote. Kwa kama mnakwenda wote, maana yake mkamalize shambulizi ambalo mlitengeneza. Unaelewa vizuri? Kwa ni maeneo madogo ambayo Young Africans wanapaswa kuyaboresha hapo. Mashambulizi yao yasifie njiani. Yanga ina ubora kufanya mashambulizi kupitia pande zote tatu, pembeni na kati. Kwa kama ndivyo napaswa kuyamaliza. Finish.